Kwamba kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 74 kifungu kidogo cha 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndiyo yenye jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani wa Tanzania bara. Kwa kuzingatia niliyoeleza awali kwamba nyinyi mliopo hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria na tangu tarehe ya uteuzi wenu mnao wajibu wa kikatiba na kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais, wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani wa Tanzania bara kwa niaba ya tume katika vituo vya kupigia kura mtakavyopangiwa. Taidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. 3. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. 4. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla mja kwenda navyo vituoni. 5. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji wa kura kufika, yani saa 1 kamili asubuhi. Ninyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura. Hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. Cha kwanza, kama mshiriki wa mafunzo yale wameambiwa kwamba kama mtu ni mwanachama wa chama cha siasa, kwanza anatakiwa weke kando chama chake, lakini pia amekuwa huyu mtu ambaye ni mwanasemina ameelekezwa kwa habari ya kutunza siri za chochote atakachokiona, chochote atakachokisikia wakati wa zoezi la uchaguzi, anatakiwa atunze siri. Kwa hiyo tumefanya mazoezi makubwa mawili, kwanza la kumsaidia huyu mtu kujitoa kwenye chama chake siku ya leo, lakini pia kumsaidia au kumwapisha kula kiapo cha utunzaji wa siri. Sambamba na hilo, katika ukisoma sheria ya uchaguzi pamoja na kanuni zake zimetoa adhabu kwa mtu atakayekiuka kiapo hicho. Adhabu hizo ni pamoja na kulipa fine au kifungo. Ana faini hizo ziko kwenye sheria ya uchaguzi pamoja na kanuni zake, pia hizo faini au kwa maana ya adhabu moja kwa moja zimetajwa humo. Lakini huyu mtu atakapokiuka maagizo na maelekezo ambayo amepewa leo siku ya mafunzo, sheria zifuatazo zitambana. Kwanza kuna sheria ya kanuni ya adhabu inaitwa Penal Code. Huyu mtu atachajiwa huko, atashtakiwa kwa sheria hizo kulingana na kosa ambalo kama alifanya sasa wakati huo akitekeleza majukumu yake, kama atafanya ndivyo sivyo, kama atafanya vile ambavyo hajaelekezwa. Lakini pia kuna sheria ya kupambana, ya kudhibiti na kupambana na rushwa. Huyu mtu pia ikitokea amefanya vitu ambavyo vinaangukia katika sheria pale, sheria hiyo itaenda kumchaji au atachajiwa kwa sheria hiyo. Lakini pia sheria ya uchaguzi yenyewe imeainisha mbali makosa. Kwa hiyo mtu huyu kaelekezwa vizuri. Mwanasemina huyu ameelekezwa vizuri. Karani huyu mwongozaji wa tarehe 29 mwezi wa 10 ameelekezwa vizuri kwamba akikiuka hivyo vitu kwa kweli hata kuwa salama. Hivyo tumewaasa na tumewaelekeza kwamba ni vema kile ambacho watafundishwa, kile ambacho wamefundishwa wakizingatie vizuri, ili sheria hizo zikaja zikambana kwa kitu ambacho alikuwa ana uwezo wa kukidhibiti mapema. Asitangulize maslahi mbele, kwa sababu katika kutanguliza maslahi mbele anaweza akajikuta amefanya kitu ambacho ni kinyume cha kile ambacho kafundishwa, ni kinyume cha kazi ambayo anaenda kuifanya hiyo tarehe 29. Kwa hivyo basi hii achukulie kama ni fursa ya kipato, lakini achukulie pia kama ni jambo la kitaifa, jambo ambalo linahitaji uzalendo zaidi na kujitoa zaidi, kwa sababu kile anacholipwa yani ni kiasi kidogo tofauti na kazi ile ambayo anakwenda kuifanya. Kwa hiyo nasema kwamba uzalendo kwanza, taifa kwanza, mengine yafuate. Nashukuru Tume ya Uchaguzi kwa kuweza kuleta mafunzo kwa sisi makarani waongozaji. Tumejifunza mambo mengi katika semina hii.
Semina hii imetupa mwongozo ambao utatufanya tuweze kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Pia katika semina hii tumeweza kupata mafunzo mbalimbali ambayo katika mafunzo hayo tumeweza kuwapa viapo mbalimbali kiwemo kiapo cha kutunza siri. Pia tutasaini mkataba baada ya mafunzo ambao utaenda kutufanya tuweze kufanya kazi kwa ufanisi.